Sky TV. Kutoka Dodoma, Tanzania, hii ni Sky TV na habari kuu usiku huu. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kila hatua inayochukuliwa na serikali inalenga kuinua maisha ya wananchi na kukuza uchumi wa taifa. Kimataifa, Israel yaapa kujibu vikali shambulizi la Iran dhidi yake. Na katika michezo, Meki Maxime agoma kuzungumzia wachezaji watatu. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tukuletea uchambuzi wa dakika 60 za habari za michezo, biashara, bila kusahau utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Freddy Cheti. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kila hatua inayochukuliwa na serikali inalenga kuinua maisha ya wananchi na kukuza uchumi wa taifa. Mwandishi wetu Mindi Joseph anaarifu zaidi. Ni katika ziara ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan mkoani Simiyu ambapo amezindua shule ya sekondari ya wasichana Simiyu leo Juni 16, 2025, shule ambayo ujenzi wake umegharimu shilingi bilioni 4.45. Na leo nimepata fursa ya kuwaona watoto wangu hapa. Nimeuliza wengine wako wapi, nikaambiwa wako likizo. Ni kweli? Kwa hiyo watoto wangu hongereni sana. Sasa kwa nini tunajenga shule hizi? Tunajenga shule hizi kwa sababu katika mkondo wa kawaida watoto wa kike hasa mikoani hata walikuwa wakifaulu, wengine wakiachwa tu. Lakini jengine sasa shule hizi zinawapa nafasi ya kuja kama shule maalum kwao. Lakini jengine ni kwamba watoto wa kike walikuwa nyuma sana kwenye masomo ya sayansi, na hawa ndio tunawategemea wawe madaktari, wawe mainjinia, wawe wauguzi, wawe mambo mengi ndani ya nchi yetu. Lakini idadi yao ilikuwa chache. Sasa shule hizi zinawapa nafasi maalum ili watoke hapa wakiwa wana sifa za kwenda kwenye maeneo mbalimbali, waende vyuoni alafu waende maeneo mbalimbali. Kwa hiyo serikali imetumia fedha nyingi kujenga shule hizi ili kuwapa watoto wa kike nafasi. Lakini sio wa kike tu. Kwa hapa Simiyu ukiacha shule hii, tunajenga shule maalumu ya wavulana ya kanda hii ya Ziwa. Lakini itakuwa hapa Simiyu. Na tunaijenga kwa madhumuni yale yale. Watoto wetu wenye akili za sayansi, wenye akili nzuri, waende shule maalum, wa kike kwao, wa kiume kwao, ili tufikie lile lengo tunalolitaka la kuzalisha wataalamu wa Tanzania. Zamani tukitegemea mashule machache ambayo yalikuwa kwenye baadhi ya mikoa na hasa miji mikuu ya nchi yetu. Lakini sasa hivi kila mkoa tunajenga shule za aina hiyo ili kuwapa watoto wetu fursa. Lakini mbali na shule hizo, tunajenga pia shule za VETA. Rais Samia akiwa wilayani Bariadi mkoani Simiyu amezindua kiwanda cha kuchambua pamba na kiwanda cha kutengeneza mabomba ya maji. Nimetembelea kiwanda cha mabomba hiki na nimeona kazi anayofanya. Nimeona mabomba anayozalisha. Nimekuwa na maswali mengi ndani kuhusu quality, kuhusu madhubuti na mambo yote, lakini nimejiridhisha. Na faraja nilionayo ni kwamba ndugu yetu huyu sasa ametufanya tusitumie fedha za kigeni kuagiza mabomba, kwa sababu yeye anazalisha hapa ndani. Yeye pamoja na wenziwe wanazalisha hapa ndani. Lakini kubwa, amewaza vizuri, kwa sababu kipindi hiki tuna miradi mingi sana ya usambazaji maji
na kumtua mama ndoo kichwani. Na rasilimali kubwa tunayoitumia ni mabomba ambayo ndugu yetu huyu anazalisha hapa hapa. Katika hatua nyingine, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amezindua jengo la Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Simiyu na kuwataka Watanzania kujenga utamaduni wa kulipa kodi kwa hiari ili kuiwezesha nchi kujitegemea kiuchumi. Rais Samia amefungua rasmi jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Simiyu leo Juni 16 lililopo wilayani Bariadi pamoja na kuzindua jengo la ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu leo Juni 16. Katika hatua nyingine, Rais Samia amezindua kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo ikiwa ni sehemu ya kilele cha kongamano la wafugaji 2025. Mindi Josefu, Sky TV. Asante sana Mindi Joseph kwa undani wa taarifa hiyo. Tuangazie taarifa nyingine. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesisitiza umuhimu wa jamii kuendelea kudhibiti vitendo vya ukatili na kutaka wanaokumbwa na vitendo hivyo wasikae kimya. Nora Damian ana maelezo zaidi. Waziri Mkuu ameyasema hayo leo jijini Dar es Salaam wakati akizindua kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ambayo itatekelezwa mkoani hapa kwa siku 10. Tumeanza mpaka tumefika leo, sehemu kubwa ya malalamiko ni ukatili, ni matendo ya ukatili yanayofanyika kwenye jamii zetu. Kupigwa, wengine unamchoma moto, wengine wana tabia tu, mtu mmoja amevaa vizuri unataka kumnyang'anya nguo yake alafu anabaki mtupu, lakini wengine kusababisha ulemavu baada ya vipigo, na wengine mpaka kuua kabisa. Haya yote yako kwenye kundi la ukatili wa kimwili. Kumbaka mtu, na iko tabia ya watu wanashika nywele za mtu anamtikisa, huo ni ukatili pia. Kuna ukatili ambao tumeupiga vita siku zote, ukatili wa kingono. Hiki ni kitendo cha kumdhalilisha mtu kushiriki na kumlazimisha mtu kushiriki shughuli zozote za kingono bila ya kuridhia. Makaji, ulawiti, kubusu, unambusu mtu ukiwa hataki, unamvamia tu unambusu, hiyo ni ukatili wa kingono. Najua wanaume mnapenda, lakini huwezi kulazimisha. Unatongoza mtu hataki, unatongoza tu, anakuambia sitaki, unamfuata. Huo ni ukatili wa kingono. Lakini kuna ile tendo linalofanywa na baadhi ya makabila, umila, utakaso wa ujane. Mama kafiwa na mume, nyewe na familia mnamtafutia mume tena akiwa hajaridhika. Tunatamani kuona baada ya siku hizi 10 kila mmoja atakuwa mlinzi na msimamizi wa sheria pale ambapo panavunjwa sheria. Tutatoa ushirikiano kwa siku zote 10. Wananchi walete malalamiko yao. Ninaamini kwamba mambo yote yatapata suluhu ya kisheria hapa Mbagala pamoja na kwenye wilaya zote. Nimetokea Kiwalani, nilikuja kutafuta msaada wa kisheria kuhusu kesi yangu. Nimehangaika naye muda mrefu sana. Nimeonana na mawakili, wamenielekeza nirudi tena Kinyerezi nikamwone hakimu mfawidhi ili anikazie hukumu yangu, nirudi tena Buguruni kwa ajili ya kupata haki yangu ambayo nadai kuanzia mwaka 2019 mpaka leo. Waziri Mkuu pia amezungumzia kero ya usafiri wa mwendokasi hasa katika eneo la Mbagala ambako licha ya kukamilika kwa ujenzi wa miundombinu lakini mpaka sasa hakuna mabasi katika njia hiyo. Tumefanikiwa kupata makampuni 4 pamoja na ile Uberat ya 5. Haya 4 makubwa, moja Mbagala, jingine Gongo la Mboto. Uberat pale Kimara Kivukoni. Makampuni mengine 2, moja tumeleta Mbagala, lenyewe litakuwa linafanya kazi ya mlisho. Mlisho maana yake itakuwa inahudumia kutoka Mbagala kwenda Kongowe, kwenda Kigamboni, Kongowe kwenda kwa Baresa, Kongowe kwenda Chamazi mpaka Kivuleni na upande ule mpaka maeneo ya Jet. Hiyo ni kampuni nyingine, atakuwa na mabasi atakuwa anatembea huko. Kampuni nyingine
tumeipeleka Gongo la Mboto, na yenyewe itaunganisha kutoka Gongo la Mboto kuelekea upande wa Chanika mpaka upande wa Kisarawe. Kwa hiyo tumejaribu kugawagawa humo, na tunakwenda sasa kushirikisha umoja wa daladala Tanzania, na wenyewe tuwape routes. Tunataka pia tunapoendesha makampuni haya, lakini wamiliki wa daladala nao waendelee kufanya kazi jijini. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Na sasa tuelekee mkoani Arusha. Mkuu wa mkoa huo Paul Makonda amesema ndoto ya mkoa huo ya kuufanya kuwa mkoa wa kimataifa katika masuala ya anga imetimia baada ya kiwanja cha ndege cha Arusha kupata kibali cha kutoa ndege ndogo zinazotoka nje ya Tanzania, ikiwa ni mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya kutumia kama kiwanja cha ndani. Mwandishi wetu Amina Ngahewa kutoka Arusha ana taarifa kamili. Mkuu wa mkoa huyo amesema hayo hii leo jijini Arusha baada ya kutembelea kiwanja hicho ili kupokea ndege hiyo ambayo imetoka nchi jirani ya Nairobi, ambapo hapo awali walilazimika kutumia uwanja wa ndege wa Kilimanjaro kwa ajili ya ukaguzi wa nyaraka za kusafiria na mizigo. Ndoto yetu wana Arusha, uwanja wetu unafanya kazi masaa 24. Hapa tulipofikia ni pazuri. Mkandarasi yuko kazini. Tayari takriban 14% mpaka 15% za ujenzi wa miundombinu ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kufunga taa. Na mwezi wa 12 tutaenda kuanza masaa 24 katika uwanja wetu wa ndege wa hapa Kisongo. Jambo la 4 au la 5, mtafahamu ya kwamba runway yetu ni kubwa, lakini mpango tulionao ni kuongeza mita 500. Tayari tumeshaongea na magereza, na magereza wamelizia zile nyumba ambazo ziona ziko kando kando ya airport yetu. Tunaenda kuziondoa, tunaenda kuwajengea sehemu nyingine watu wa magereza, na tutaongeza 500 mita. Maana yake sasa hata ndege zenye uwezo mkubwa na mabawa makubwa watakuwa na uhakika wa kuja na kupaki au kutua katika uwanja wetu wa hapa Arusha Airport. Na uwezo wa kumpokea mgeni yoyote kutoka nchi yoyote duniani. Kwa upande wake Edgar Mwanguga ambaye ni meneja wa kiwanja hicho amesema hatua hiyo ni kubwa, kwani itasaidia katika kuongeza safari nyingi za ndege. Pia ni hatua kubwa sana kwa kiwanja cha ndege cha Arusha pamoja na mamlaka ya viwanja vya ndege, kwa sababu sasa tunaenda kuongeza, kwanza movement za ndege zinaongezeka, ambayo kwa vyovyote vile inapelekea mapato kuongezeka, lakini pia swala la utalii litaenda kuimarika zaidi, uwekezaji pamoja na biashara, ambao sasa kama mamlaka tunaenda kufaidika pamoja na wananchi kwa ujumla. Na wageni waliofika na ndege hiyo akiwemo mkurugenzi mwendeshaji wa ndege hiyo Jamii Carson wanaeleza namna itakavyorahisisha safari na kupunguza usumbufu kwa wafanyabiashara. Tumefanya safari yetu ya kwanza tuliondoka jana hapo kutoka uwanja wa Arusha na tumerudi leo. Ni safari ya kwanza ya schedule operations wa kimataifa kutoka uwanja wa Arusha. Tunasafirisha idadi ya abiria takriban zaidi ya 300 kwa siku kutoka uwanja wa Arusha kwenda Zanzibar na sehemu zingine. Kwa hiyo utalii umekuwa sana na tunashukuru jitihada za serikali. Ama ongeze tu kuboresha miundombinu, na sisi tupo tutazidisha kuwekeza Tanzania. Nafikiri imerahisisha mambo kwa sababu unatumia muda mfupi kwa usafiri, na hiyo inamaanisha utakuwa na muda mwingi kufanya, kama wewe ni mwanabiashara utakuwa na muda mwingi wa kufanya biashara, na pia kama wewe ni mtalii utakuwa na muda mwingi pia wa kufanya utalii. Na pia inarahisisha kwamba ile kwenda ukizunguka na mzigo pale kwa boda imerahisisha, kwa sababu hapo ukishaweka mzigo wako kwenye ndege kishapakiwa pale, wewe ni kuja tu alafu unashuka hapa. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Mtazamaji, unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na tulionayo usiku huu ni pamoja na kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yaahirishwa tena hadi Julai mosi mwaka 2025. Karibu tena mtazamaji, hii ni Sky TV, mimi ni Fredi Cheti na tuendelee kutazama taarifa nyingine. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imeahirisha kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu hadi Julai mosi mwaka 2025 kwa ajili ya kusubiri mkurugenzi wa mashtaka DPP kupitia jalada la kesi hiyo ili kuona kama iende mahakama kuu ama hapana. Virginia Paul ana undani wa taarifa hii. Hatua hiyo inatokana na upande wa mashtaka kuomba ahirisho mbele ya hakimu mkazi mkuu Franco Kiswaga, ambapo wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga
alisema jalada la kesi hiyo lipo kwa DPP, analipitia kisha atatoa taarifa kuhusu upelelezi ulipofikia na kama kesi hiyo iende Mahakama Kuu au hapana. Na hivyo ndivyo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alivyoiomba mahakama kumruhusu kukabiliana na mawakili wa serikali yeye mwenyewe badala ya mawakili wake. Na nimeambiwa siku za karibuni ulikuwa magereza as a visiting justice. Nimeambiwa, nafuatilia mambo haya. Kwa hiyo mheshimiwa, msimamo sahihi wa kisheria ni kwamba ni mahakama hii ndio inayopaswa isimamie utekelezaji wa haki za wafungwa wakiwa Ukonga Central Prison au wakiwa mahali pengine popote. Ni mahakama hii, sio bwana jela. Na nimewaambia mawakili wangu yote haya. They tried valiantly. They fought hard. They have failed. Kwa hiyo mheshimiwa, naomba nisikuchukulie, yako mengi. Mengine tutakutana nayo kama tutaenda High Court. Tutakutana nayo. Lakini kwa haya ambayo nimeyasema, mawakili wangu na washukuru, you fought bravely. Wakili Jebra Kambole ni miongoni mwa mawakili wapatao 30 waliomtetea mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu katika kesi ya uhaini dhidi ya Jamhuri, ambapo amezungumza kuhusu uamuzi wa Lissu kutaka kujitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo pamoja na sababu alizozitoa, ikiwemo madai ya mawakili wake hao kunyimwa fursa ya kukutana na kuzungumza naye faragha. Lakini nyinyi waandishi mtakuwa ni mashuhuda kwamba kwa namna ambavyo shauri lilikuwa linaendeshwa, wengi wenu mmekosa kupata picha wala Lissu akiingia mahakamani. Kwa hiyo kama ilivyotokea mara ya mwisho, Lissu amekuwa akinyimwa fursa ya kuzungumza au kusalimiana na watu. Kwa hiyo kutokana na hizo changamoto, lakini pia ukizingatia kwamba mawakili sisi paka hatua hii tunafika takriban siku 68 hatukuwahi kupata fursa ya kuzungumza kama mawakili, kwenda gerezani, kumtembelea, kujadiliana naye. Kwa hiyo tunazungumza kwa njia ya kioo, kwa njia ya simu, kiasi kwamba tunashindwa kufanya consultation na mteja. Tunapata muda wa kufanya visitation. Sisi kama mawakili tunajua mara nyingi tunaenda mahakamani, tunaenda magerezani, tunazungumza na wateja wetu. Lakini namna ya kuzungumza na Lissu inakuwa ni tofauti na wateja wengine. Kwa hiyo tukaona hili jambo sio sawa. Lakini pia tukaona kwamba haki zake za msingi gerezani zinakiukwa. Tumeeleza mahakama, tumechukua hatua za kimagereza, lakini hakuna ambacho kinachukuliwa hatua yoyote. Na kwa kuwa level ya upelelezi wa hili shauri bado unaendelea kuzungumzwa kwamba ukukamilika, tukaona ni jambo la busara tuzungumze na mteja, ili mteja mwenyewe afanye uamuzi wa kuzungumza mwenyewe moja kwa moja na mahakama. Kutokana na taarifa hiyo, kiongozi wa jopo la waendesha mashtaka, wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga, aliomba mahakama itoe ahirisho mpaka tarehe nyingine, ambapo limeahirishwa mpaka Julai 1, 2025 ili kutoa wasaa kwa mwendesha mashtaka mkuu DPP kuweza kupitia faili lake badala ya upelelezi kukamilika. Mimi ni Virginia Paul, Sky TV. Asante sana Virginia Paul kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee mkoani Songwe. Taasisi ya Tanzania Women Empowerment Network TAWENI imetoa mafunzo ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwa wanawake vijana wilayani Ileje mkoani Songwe. Yoni Kiango kutokea mkoani humo anaripoti kamili. Taasisi ya Tanzania Women Empowerment Network imetoa mafunzo ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwa wanawake na vijana wilayani Ileje mkoani Songwe. Mafunzo hayo yamefanyika Juni 16, 2025 na kukutanisha vijana na wanawake kutoka kata ya Isongole na Itumba, yakilenga kuwajengea uwezo kuhusu matumizi ya nishati safi katika shughuli za kila siku za manyumbani. Akizungumza wakati wa kufungua mafunzo hayo, mkuu wa wilaya ya
Ileje, Mheshimiwa Farida Mgomi alishukuru taasisi hiyo kwa juhudi zao katika kuchochea maendeleo endelevu kwa jamii na kuwataka washiriki kuwa mabalozi wa matumizi ya nishati safi katika maeneo yao. Sote tunafahamu kwamba nishati safi ya kupikia ni ajenda kubwa, ni ajenda muhimu sana ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu bingwa, mama kipenzi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Amekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha, lakini kutoa mwelekeo na kuwezesha pia sasa tuhame kwenye matumizi ya nishati chafu ya kupikia na sasa tuende kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na ajenda hii inakwenda mpaka 2034. Sasa kwa kuwa leo vijana na wanawake wa wilaya Ileje baadhi yao wamepata fursa ya kupata mafunzo haya ya nishati safi ya kupikia, ni matumaini yangu kwamba wao watakuwa mabalozi kwa vijana wenzao na kwa wanawake, lakini kwa wananchi wa wilaya Ileje kwa ujumla wake, kwa sababu watakuwa wameona faida. Tumeona mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Florence Masunga alikuwa na haya ya kuzungumza. Mpaka mwaka 2034 kila Mtanzania leo yuko nchi hii au anatumia nishati ambayo ni salama. Maana yake ni nini? Kwanza anakusaidia usife vile vifo vya haraka kama nilivyowaambia. Mmenielewa ndugu zangu? Usife vifo vya haraka wewe pamoja na mtoto wako. Kila siku utaenda kwenye kikoba utatafuta la kikoba, lakini siku ya mwisho utakufa. Utakufa kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa hujatoa maarifa. Sasa tunashuka chini hivi kukupa maarifa ya kwamba ukatumie nishati safi ya kupikia ili uweze kuwa na maisha na ndoto zako zitimie. Mratibu wa taasisi hiyo kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Bi Aisha, pamoja na mwenyekiti wa kanda hiyo Bi Oliva Kibona walieleza kuhusu taasisi yao inaendelea kuandaa mikakati ya muda mrefu na kusaidia jamii katika kufikia maendeleo kupitia matumizi ya nishati safi. Ndio tumeanza hapa Ileje. Kwa mwaka huu tumeanza hapa Ileje, tutatembea mkoa mzima wa Mbeya, mkoa mzima wa Songwe. Tukimaliza mkoa wa Songwe, kwa sababu sisi ni viongozi wa kanda, tutaenda Mbeya, tutaenda Rukwa, tutaenda Njombe, tutaenda Ruvuma. Kanda. Amani sana mama zangu, dada zangu, tuweze kuanza kuondokana na hali ile ya desturi na mila. Tuje kwenye sayansi na teknolojia ya sasa. Tuje kwenye matumizi ya nishati safi na salama. Tuachane na kuni na mkaa ambao unatuzeesha na pia unafanya mtu anaonekana mchawi wakati sio mchawi. Lakini wanufaika wa mafunzo hayo wameomba programu hiyo iendelezwe ili kuwafikia wananchi wengi zaidi katika maeneo yao. Kwa kweli kwa mafunzo ambayo wamekwenda kutufundisha kwa ajili ya nishati, kwa ajili ya matumizi ya moto, tunashukuru. Wametukomboa kwa ajili ya matumizi ya kuni. Tunapata shida. Kuni kwa kwetu huku zinasumbua. Mara tunapoenda kwenye kuni unakuta kuni watanapa wanatutema mnamaliza kuni mnaharibu miti. Kwa hiyo watakapo hizi kwa kutuletea gesi pamoja na makaa ya mawe, kwa kweli tunawashukuru, tena tunawashukuru. Na majiko tulifurahi sana, lakini tunachokiomba vitu hivi kununua ni bei rahisi, lakini wangetuletea hata haya magesi haya watuuzie kwa bei kama alivyotuuzia majiko 20,000, ingekuwa ni bora mara 20. Sasa hivi tunahangaika na kwa mfano alituletea majiko, tunamshukuru sana, najitahidi sana huyu mama kwetu sisi wanawake, lakini tunachoomba nishati yake hiyo aliyotupa tunashukuru, lakini gesi halipatikani tena na majiko yale yamekaa tu nyumbani. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, John Kiango, Sky TV. Ni taarifa ya mwandishi wetu John Kiango kutokea mkoani Songwe. Na sasa tuelekee mkoani Geita. Timu ya madaktari bingwa 50 imewasili mkoani humo kwa ajili ya kutoa matibabu ya kibingwa kwa wagonjwa na kuwajengea uwezo wa huduma za afya sehemu zao za kazi. Mwandishi wetu Michael Bundala kutoka Geita anasimulia zaidi. Kaimu katibu tawala mkoa wa Geita Herman Matemu amewapokea madaktari hao bingwa wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuwakaribisha katika mkoa wa Geita kwa ajili ya shughuli za matibabu ya kibingwa. Matemu amekiri kuwa bado wananchi wanakabiliwa na maradhi mbalimbali huku kukiwa na upungufu wa madaktari bingwa, na kusema kupitia programu hiyo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan itasaidia kuwafikia wananchi wengi kupata matibabu ya kibingwa. Katika shughuli hii
ilibidi awepo katibu tawala wa mkoa Mheshimiwa Mohamed Gombat, lakini kutokana na mwingiliano wa ratiba leo hata kuwepo, kwa kaniomba niwapokee. Kwa mtaona katibu tawala mkoa yupo, ndipo mimi kaimu katibu tawala mkoa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Maandalizi yote kama alivyosema kaimu mganga mkuu yako vizuri, yamefanyika katika ngazi mbalimbali katika vituo ambavyo mtakavyofikia. Kwa hiyo tunashukuru, tunatumaini kwamba ushirikiano wote watapata ili angalau ile tija ambayo Mheshimiwa Rais anataka ionekane kwa wananchi wake kwa kweli iweze kuonekana. Kwa hiyo tunashukuru sana. Mratibu wa programu hiyo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayetoka Wizara ya Afya Paskazia Andrew amesema wapo mkoani Geita kwa ajili ya kutoa matibabu ya kibingwa na kuwajengea uwezo watoa huduma za afya katika maeneo yao ya kazi. Lengo kuu la zoezi hili ni kusogeza huduma za kibingwa na bobezi karibu na wananchi, pia kuwajengea watoa huduma, kuwajengea uwezo watoa huduma mahala pao pa kazi. Zoezi hili ni awamu ya 3, ambao awamu ya kwanza tuliona mabadiliko makubwa sana, kwa hiyo ndio maana imeendelea. Kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Geita Dr. Steven Mwaisobwa amesema ujio wa madaktari hao bingwa utawasaidia wananchi mkoani Geita kupata huduma za matibabu za kibingwa. Madaktari bingwa tuliowapokea ni kutoka katika sehemu mbalimbali za nchi yetu, ambao sasa kupitia mpango wa madaktari bingwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan watakuwa katika mkoa wetu kwa ajili ya kutoa tiba za kibingwa kwa wananchi wa mkoa wetu wa Geita. Mkoa wetu wa Geita una wananchi takribani 2,900,000. Kwa hiyo hao madaktari wakuja watasambaa katika halmashauri zote, katika hospitali zote za halmashauri katika mkoa wetu. Tuna halmashauri 6, lakini tuna hospitali 7 kwa maana kwamba za halmashauri, kwa maana kwamba halmashauri moja Geita DC ina hospitali 2 Zela na hospitali ya Katoro. Kwa hiyo zote hizo zitakuwa na madaktari. Kwa hiyo tunategemea ndani ya wiki wananchi wetu watapata huduma za kibingwa ambazo hawalikuwa wazipati katika maeneo yao. Ilikuwa inabidi wasafiri umbali mrefu kwa ajili ya kupata huduma hizi, lakini kwa ujio madaktari hao sasa maeneo yale yaliyopo watapata huduma hizi. Timu ya madaktari bingwa Mama Samia Suluhu Hassan itashughulika na magonjwa ya wanawake na uzazi, magonjwa ya watoto, kisukari, presha, upasuaji pamoja na magonjwa ya kinywa na meno. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante sana Michael Bundala kutokea mkoani Geita. Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia MUST jijini Mbeya kimetoa mafunzo kwa wahadhiri katika ufundishaji wa mitaala mipya inayozingatia umahiri. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Mkufunzi wa mafunzo hayo Dr. Wilfred Bernard amesema mfumo wa ufundishaji wa umahiri bado hujawa na muda mrefu nchini. Hivyo kama taasisi wanahakikisha wanawawezesha wakufunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati kuwa na uwezo wa kutumia mitaala hiyo. Mfumo wenyewe huu wa ufundishaji na utengenezaji wa mitaala wa mfumo wa umahiri, yani competence based education and training Tanzania, bado haujawa na muda mrefu sana. Kwa hiyo sisi kama taasisi inayosimamia ubora wa mafunzo tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunawawezesha wakufunzi katika vyuo vya kati na vyuo vikuu wanavyotumia mitaala yetu, kwamba wanakuwa na uwezo wa kutumia mitaala hiyo katika ufundishaji na ujifunzaji. Wahadhiri wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia MUST wamesema wamegundua baadhi ya wanafunzi wanaomaliza vyuo vikuu wanakuwa hawana uwezo wa kufanya kazi kwa vitendo. Hivyo kupitia mtaala wa umahiri utakwenda kuwasaidia kufanya kazi kwa vitendo. Hili tunataka kujifunze wahadhiri kwa sababu tumegundua wanafunzi wengi wanaotoka chuo wanaenda mtaani wanakuwa hawako vizuri kwenye kazi, wanakuwa wako vizuri kwenye nadharia kuliko kufanya ile kazi kwa vitendo. Kwa hiyo mtaala wa umahiri utawasaidia wanafunzi katika ile kufanya kazi kwa vitendo. Kwa kitu kikubwa, kabla hatujafika kwa wanafunzi, tunaanza kwanza kujifunza walimu. Kwa tumepata mtaalamu ambaye ametoka NACTVET, lakini pia wafanya waende kwenye soko la ushindani. Nadhani ndio maana ya hii mitaala ya competence based
kwa sababu mwisho wa siku wanaenda kwenye industry, wanaenda mtaani kufanya majukumu ambayo wameshajifunza kutoka vyuoni. Kwa hiyo namna gani watakwenda compete au kushindana na wengine, nadhani ndo namna pekee nzuri ambayo inaweza kutusaidia kufikia malengo. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Gimetile, Sky TV. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutaungana na Pius Jayunga katika simulizi ya habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni Israel ya hapa kujibu vikali shambulizi la Iran dhidi yake. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Habari za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga. Israeli imeapa kujibu vikali mashambulizi ya Irani katika miji na maeneo kadhaa ya nchi hiyo, wakati nchi hizo mbili hasimu zikiendelea kushambuliana kwa siku ya 4 mfululizo tangu siku ya Ijumaa. Kulingana na kitengo cha huduma za dharura nchini Israeli, watu 8 waliuawa na wengine 92 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi hayo ya Irani katika miji ya Tel Aviv, Haifa na Jerusalem.
Idadi jumla ya waliouawa nchini Israeli kuanzia siku ya Ijumaa jioni wakati Irani ilipoanza mashambulizi ya kulipiza kisasi imefikia watu 23. Israeli ilianza kuishambulia Irani mapema siku ya Ijumaa ikidai imefanya hivyo ili kuizuia kuendeleza mpango wake wa nyuklia ambao inadai ni hatari kwa usalama wa Israeli. Tangu wakati huo, Irani imekuwa ikirushia makombora Israeli huku ikionya nchi hiyo kuwa itawajibishwa vikali baada ya shambulizi la Ijumaa kuwaua makamanda takriban 20 wa kijeshi pamoja na wanasayansi wapatao 6 wa nyuklia. Wanawake na watoto ni miongoni mwa watu zaidi ya 200 waliouawa nchini Irani. Hata hivyo, Israeli sasa kupitia waziri wake wa ulinzi Israel Katz imesema watu wa Irani watayalipia mauaji yaliyoshuhudiwa Israeli kufuatia makombora yanayorushwa na utawala wa nchi hiyo nchini mwake. Katz amemuita kiongozi wa juu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei kuwa muuaji kwa kuagiza makombora kurushwa katika maeneo ya watu ili kujaribu kuizuia Israeli kusambaratisha mpango wake wa nyuklia, huku akisema Israeli ni taifa imara lisiloyumbishwa kwa lolote. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump amezitaka Irani na Israeli ambazo zinashambuliana kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini amependekeza kuwa huenda nchi hizo mbili zinahitaji kupigana kwanza kabla ya kuafikiana. Rais wa Marekani Donald Trump akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuelekea Canada katika mkutano wa nchi 7 tajiri kiviwanda za G7, Trump amesema kwamba anafikiri umefika muda kwa nchi hizo mbili kufikia makubaliano, lakini wakati mwingine zinapaswa kupigana kwanza, na kuongeza kuwa wataona kitakachofuata. Trump alikataa kujibu swali iwapo aliitaka Israeli kusitisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya Irani. Hapo awali, afisa mmoja mwandamizi wa Marekani aliliambia shirika la habari la AFP kwamba Trump alipinga mpango wa Israeli wa kumuua kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. Mashambulizi kati ya nchi hizo mbili yamezusha hofu ya mzozo mkubwa ambao unaweza kulikumba eneo zima la Mashariki ya Kati. Na hatimaye, Rais wa China Xi Jinping anajiandaa kushiriki mkutano wa kilele wa viongozi wa kanda ya Asia ya Kati. Rais Xi Jinping amewasili leo nchini Kazakhstan kushiriki mkutano wa kilele kati ya China na mataifa ya kanda ya Asia ya Kati. Kiongozi huyo wa China atafanya mikutano na viongozi wa Kazakhstan kabla ya kufunguliwa rasmi mkutano huo wa kilele kesho Jumanne. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya China, mikutano hiyo itatoa ufafanuzi wa pamoja wa makubaliano ya ushirikiano wa baadaye. Mkutano wa kilele ambao ni wa pili kufanyika kati ya China na mataifa ya Asia ya Kati utawaleta pamoja Rais wa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Rais Xi Jinping wa China na viongozi wakuu wa nchi kutoka Azerbaijan, Tajikistan. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na sasa ni wasaa wa kwenda kutazama habari za michezo na burudani, ambapo punde tutaungana na mwanamichezo wetu Lai Saidi.
Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo pamoja na burudani. Naitwa Laisaidi. Kikosi cha Yanga kimeondoka leo kuelekea jijini Mbeya tayari kwa mtanange wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Tanzania Prison, mchezo ambao utapigwa Juni 18 katika uwanja wa Sokoine. Baada ya mchezo huo, kikosi cha Yanga kitaelekea visiwani Zanzibar kucheza mchezo wa raundi ya 29 dhidi ya Dodoma Jiji na kumaliza mchezo wa mwisho ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya mtani wake Simba, mchezo utakaochezwa katika dimba la Benjamin Mkapa Juni 25 mwaka huu. Kwingineko ni kuhusiana na kocha mkuu wa kikosi cha Dodoma Jiji Mecky Maxime, ambapo amefunguka kuhusiana na msimu huu na kusema kwamba msimu huu ulikuwa mgumu kwao licha ya kwamba hawapo sehemu mbaya katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia kocha huyo amefunguka kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wamekosekana katika mazoezi ya kikosi hicho, na hii yote ni kuelekea mchezo wao wa Juni 18 dhidi ya Singida Black Stars. Ya, mimi nafikiri tunaendelea vizuri na ligi saizi inakwenda mwishoni. Tunaenda mwishoni. Cha kwanza nawashukuru wachezaji. Nashukuru wamepambana kwa sababu ligi ni ngumu. Ligi ni ngumu na mtu unavyoingia kwenye ligi mwaka wa kwanza, ina maana kwanza unatakiwa uiweke timu ya watu iwe safe. Umeona kwanza uepukane na kushuka daraja, cha pili kucheza playoff, alafu sasa mengine hayo ndio unafanyaje? Unatazama. Kwa hayo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Timu mpaka sasa nafikiri kiasi iko salama. Sasa msimu wa kwanza, wa pili, wa tatu inategemea. Umeona? Inategemea una wachezaji wa aina gani. Unaona? Na kama nilivyokuambia, na msimu wa kwanza unakuwa mgumu kwa mwalimu kwa sababu unakutana na timu mpya, unakutana na wachezaji ambao lazima uingize falsafa yako mpaka waje kuielewa, usangine nusu ya msimu au msimu unafanyaje? Unakwenda mwisho. Ndio maana nimesema cha kwanza tunashukuru. Lengo la kwanza timu kutokushuka daraja, lengo la pili timu kutokucheza playoff, kwa sababu nafikiri tumekuja hapa timu ilikuwa kama miaka wenyewe mashahidi. Miaka 3 au 4 mfululizo timu inagombania inakwepa kucheza nini? Sasa tumecheza hapa nafikiri kabla ya mechi 5 au 4 timu iko safe. Hicho ndio cha kwanza cha kushukuru, na nashukuru wachezaji pamoja na uongozi kwa sababu bila wote kushirikiana wala tusingeweza kufika hapa. Wachezaji usipoona ujuage lazima kuna sababu. Kuna sababu labda majeruhi, labda kasimamishwa kwa utovu wa nidhamu, au saa nyingine yani ni vitu viwili hivyo, au amepata shida nyumbani, amesafiri. Unaona? Sasa sitozungumzia sana hayo ya watu ambao hawapo. Kikubwa tu hawapo wachezaji wengi hapa. Kama unavyoona hapo wa Nigeria wale wawili, watatu wote
kwa sababu tiketi zao zilikuwa zinasoma wasafiri tarehe 18 ndio siku ya mechi. Kwa hiyo hapo unaona wameshaondoka. Kwa hiyo mwalimu inabidi ukae na kikosi ambacho ulichokuwa nacho. Ina maana mwalimu, timu yako ni ile timu ambayo unayo na una train nayo mazoezini. Chama cha kuogelea nchini TSA kimeendesha mashindano maalumu ya vijana wadogo wenye umri chini ya miaka 12 ambapo mashindano hayo yaliyofanyika kwa siku 2 ambayo yalifanyika katika bwawa la kuogelea la shule ya kimataifa ya Tanganyika IST Masaki jijini Dar es Salaam, ambapo mwenyekiti wa TSA David Mwasioge akiwataka vijana wengi kujiunga na mchezo huo. Mashindano yameenda vizuri sana, tumeona improvement kwenye mida na vijana wameonyesha kuna potential kubwa. Tunategemea miaka ijayo tutapata waogeleaji bora kabisa ambao wataweza kutuwakilisha kwenye mashindano makubwa ya kitaifa na kidunia. Mimi nawasihi wale wanaopenda mchezo wa kuogelea waendelee kuingia kwenye mchezo wa kuogelea. Kama mnavyoona vilabu vimeongezeka, kwa hiyo hii inaonyesha kwamba mchezo unakuwa, lakini pia ni wasihi wadau kwamba waendelee kusupport. Mchezo wa kuogelea ni mchezo ambao unatumia gharama nyingi, kwa hiyo tunahitaji support kubwa kutoka kwa wadau mbalimbali, watusaidie kifedha, kiushauri kwa ajili ya kuendeleza mchezo, tufike mikoa mingi zaidi Tanzania. Tuelekee kimataifa. Baada ya kupata suruhu ya kutokufungana ya ufunguzi dhidi ya Inter Miami katika mechi ya kundi A kwenye kombe la dunia la vilabu FIFA mwaka 2025, klabu ya Al Ahly imethibitisha kuwa mchezaji nyota Imam Ashur atakosa mechi iliyosalia ya michuano hiyo nchini Marekani. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 27 alianza katika mchezo dhidi ya Miami kwenye uwanja wa Hard Rock mjini Miami, lakini alipata jeraha tu baada ya dakika 7 za mchezo kuchezwa baada ya kupata maumivu kwenye eneo la bega lake. Uchunguzi wa kimatibabu wa Imam Ashur katika hospitali ya Miami ulionyesha kuwa alivunjika mfupa wa shingo na atakosa mechi zilizosalia za kombe la dunia la vilabu, ambapo daktari wa klabu ya Al Ahly Ahmed Galaba alisema katika taarifa ya klabu hiyo. Na kwingineko ni kuhusiana na mchezaji wa zamani wa Liverpool Javi Mascherano amesema anamuombea mabaya kocha mpya wa Real Madrid Xabi Alonso asifanikiwe kwenye kibarua chake kipya ndani ya klabu ya Real Madrid. Alonso alithibitishwa kuwa kocha mkuu wa Los Blancos akirisi mikoba ya Carlo Ancelotti. Alonso alitua Santiago Bernabeu akitokea Bayer Leverkusen, na safari hii akipewa majukumu ya ukocha kwenye timu ambayo aliitumikia kama mchezaji kati ya mwaka 2009 hadi 2014. Lakini mmoja kati ya wachezaji wenzake wa zamani waliokuwa pamoja huko Liverpool amekuwa na maoni mbadala, akidai kwamba hawezi kumtakia heri kutokana na kwamba amekwenda kujiunga na timu ambayo yeye ni wapinzani wake kwa sababu aliwahi kukipiga na klabu ya FC Barcelona. Mascherano alichezea FC Barcelona kwa miaka 8 na kushinda mataji 5 ya La Liga na mataji mengine. Na tukielekea ligi kuu ya kikapu nchini Marekani, kwa upande wa wanawake WNBA, star wa timu ya Chicago Sky inashiriki ligi ya mpira wa kikapu upande wa wanawake nchini Marekani, Angel Reese ameweka rekodi ya kuwa mchezaji wa pili mdogo kupata triple double. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 ni mara yake ya kwanza kupata triple double kwenye ligi hiyo, na ameungana na star wa Indiana Fever Kathleen Clark ambaye alifanya hivyo mara 2 akiwa na umri wa miaka 22. Angel Reese ameweka rekodi kwenye mchezo wa Chicago Sky dhidi ya Connecticut Sun uliopigwa usiku wa kuamkia leo. Mpaka sasa Sky wameshinda michezo 3 wakipoteza michezo 7, huku Sun wakiwa wameshinda michezo 2 tu ya ligi ya wanawake nchini Marekani maarufu WNBA. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Kwake Freddy Cheti aweze kutamatisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Sky TV.
Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Na mtazamaji, na kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari kwa siku ya leo, tupate kutazama utabiri wa hali ya hewa kutoka kwa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo, inashokuwa inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi makubwa. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini. Hivyo wakazi wa maeneo hayo na watumiaji wa bahari, hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Na mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na hali ya ubaridi bado inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi, na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe. Hivyo basi kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa hapo kesho ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 22. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 15. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 19. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 18. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 10. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 16. Arusha kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 13. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Na huo ndio mwisho wa ulimwengu wa habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa zetu za habari zaidi, usiache kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, Thread, TikTok pamoja na YouTube channel yetu kwa jina la Sky International TV. Kwa niaba ya timu yote iliyoshiriki kuandaa ulimwengu wa habari kwa siku ya leo, naitwa Fred Cheti. Uwe na wakati mwema.